mwisho wa yote dabi haikuchezwa kama tunavyokubaliana. So Simba inaonekana wamewakimbia Yanga. Kila mtu alisimama kwenye kanuni yake, kanuni ambayo kidogo ilikuwa na mushkeli. Kanuni ya Simba kwamba kwa nini tulizuiliwa kutokufanya mazoezi ya mwisho, kwa nini? Sawa. Na Yanga wamesimama kwenye kanuni yao, hata kama mlizuiliwa kwenye muda wenu kufanya mazoezi, sheria sisipo kwamba nikikuzuia mimi kufanya mazoezi kwenye muda wako, mimi natakiwa nipewe adhabu gani? Unajua kila kitu kina utaratibu wake. Mfano ukifanya makosa yanayohusu ya nchi, unaambiwa kuna kosa hili unatakiwa upeleke mahakama ya mwanzo na hukumu yake inajulikana. Kosa hili unatakiwa upeleke mahakama ya wilaya na hukumu yake inajulikana. Kosa hili unatakiwa ufanye mahakama kuu. Sio, umeelewa? So kwa utaratibu zote hizo, mpira una sheria tofauti na sheria za kabila za nchi. Ndio maana nchi hairuhusiwi kuingia katika kanuni za sheria za mpira wa miguu. Mpira wa miguu inasema timu ambayo inatakayozuia mwenzie kufanya mazoezi, kutimiza kanuni za kisheria, hii timu inatakiwa ipewe adhabu. Adhabu yake kwanza kupewa onyo kali, la pili kutozwa faini ya shilingi milioni 1 ama milioni 2. Sio, umeelewa? Nitakukumbusha kidogo, mwaka 1969 Simba haikwenda uwanjani baada ya kutoka kucheza mchezo na African Sport ya Tanga kutoa 1-1. African Sport ilichezesha mchezaji ambaye hakuwa na utaratibu ya kumaliza utaratibu wa kisheria kanuni kwenye kipindi kile inaitwa FAT. Sasa ilichofanyika, Simba ikapeleka malalamiko yake, kwa nini African Sport imechezesha mchezaji ambaye hakutimiza vigezo? Wale mabwana wakapewa taarifa kwamba na sisi hao walikueta kweli hizo taarifa, lakini wakaomba huyu mchezaji acheze kwa sababu kipa wao wa kwanza alikuwa na matatizo ya kuumwa na macho, wa pili alikuwa ana udhuru. Sio, umeelewa? Kwa maana ilikuwa na kipa, wakaomba, wakasema kama mtu anaweza kufanya hizo sababu hizo tu waseme haziko sahihi, msipotupa pointi 3 sisi hatuji kucheza mchezo unaofuata. Sio, umeelewa? Na kweli mchezo haikufanya, dabi haikupigika. Sio, umenipata? Hiyo dabi hiyo nakukumbusha dabi ya mwaka 1969. Simba ikatozwa faini kwa kutokuja ule uwanjani, Yanga ikapewa pointi 3 na ikatozwa faini ya shilingi 500. Na ipo kwenye hiyo taratibu. Kipindi hicho 500 ilikuwa sio mchezo. Ndio tunaizungumzia leo, ilikuwa kama milioni na point. Sio, umeelewa? Sasa leo hii bado sheria zinasema, sheria bado ziko pale pale kwamba akikuzuia ni onyo, la pili na kanuni inayofuata ya pili, na adhabu ya pili ni faini ya milioni 1. Tumeshuhudia wenzetu Ulaya, hizi kanuni za mgeni kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo hazipo. Tunazungumzia kwenye ligi, lakini huku bado tunazikumbatia hizi kanuni. Ni kama vile zinaleta mkanganyiko na kuharibu ladha ya ligi. Mimi siko mbali na wao na sipo karibu na wao, kwa sababu hizi sheria za mpira zimetengenezwa ili zifuatiliwe. Kama sisi kwetu sisi, unajua sheria za mpira tunapata sheria kuu mama kutoka FIFA, alafu Afrika tuna sheria mama pia. Sisi TFF tunapokea sheria mama kutoka CAF. Tukija za kwetu na sisi tunatengeneza za kwetu zaidi. Sio, umeelewa? Kwa mfano kuna marekebisho ya sheria zetu tunazitengeneza. Lakini tuna sheria mama lakini tuna sheria zetu. Kwa mfano kama mwaka jana palikuwa na sheria ambayo timu mbili zinazoshuka ligi, hizi mbili zinazofuata zikacheze playoff. Lakini hizi nyingine kwanza wakutane wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa zile mbili zinatoka moja kwa moja pale, zinarudi zinashuka, na hawa wawili wanakwenda kucheza, kila mmoja anakwenda kucheza na timu ambazo daraja ya kwanza. Wakasema hapana, hawa wakutane wenyewe kwa wenyewe ili mmoja kwanza atoke, alafu huyu mmoja aje huko ndio apambane na hiyo. Simuone hizo sheria zilitengenezwa si wenyewe. Kwa maana hiyo hizi sheria zilitengenezwa ili ziwepo na zile zifanye kazi. Tukifuata sheria, Yanga yuko sahihi na Simba naye yuko sahihi, lakini kosa lake limetumia adhabu binafsi, kwamba inajua kwenye vilabu kuna sheria, wanasheria wa klabu wanajua kabisa kwamba tukikosa hichi kitu adhabu yake ni timu inatakiwa ifanyike hivi, ila sisi hatuji kabisa. Sio, umeelewa hapo? Sasa kupelekea hiyo tunapozungumzia sheria na kanuni kufuatwa, inaonekana utaratibu mechi haikupaswa, ukizisoma kanuni vizuri haikupaswa kugairishwa. Ni sehemu gani sasa ilitumika, ama kuna udhaifu gani ulitumika kugairishwa kwa mechi na kuatia wananchi hasara?
Labda nikwambie kitu kimoja na watazamaji wetu wapate faida hii. Sisi ligi yetu inaendeshwa na bodi ya ligi, yaani ratiba, kanuni na kila kitu, ingawa tunapata TFF ndio wasimamizi wa mwisho, lakini bodi ya ligi inafanya hiyo kazi, inapanga, inajua. Kwenye kipengele cha bodi ya ligi inasema endapo bodi ya ligi inataka kusimamisha mchezo, labda kama kutakuwa na tatizo kiusalama, hilo eneo la mchezo kuna vitu ambavyo haviko sawa, au timu pinzani au timu mwenyeji imeleta viashiria vya sintofahamu vya kuvunja usalama wa wachezaji ama wa timu ama wa nchi, hapo hiyo ligi itafanya, hiyo mechi itafanya, itaahirishwa. Lakini sio kipengele hichi. Sasa hapa mtu akumpelekea atupe majibu. Ndio maana leo hata mimi naungana na wachambuzi wengine kwamba tunasubiri taarifa za bodi ya ligi itupe kanuni ipi iliyoitumia kuvunja. Je, hapakuwa na usalama? Sawa. Je, jeshi la polisi lilikuwa halipo? Kwa sababu siku hiyo ukiangalia vizuri, kifutia picha zilikuwa zinazopostiwa, polisi walikuwepo. Je, bouncer anaweza kumsimamisha polisi asifanye kazi majukumu yake? Ule uwanja wa serikali na serikali silikuwepo. Jeshi la polisi ni sehemu ya serikali, si ndio? Hao ndio watinza usalama. Je, tuseme polisi wameshindwa kuambia wale jamaa tokeni, hao jamaa asifanye mazoezi. It means kuna vitu haviko sawa na sheria, kanuni zifuatwe. Si umeelewa? So mimi naungana na watu wengine. Nadhani kwamba hicho ndio chombo cha kwanza mimi kuongea. Nilikuwa nasubiria bodi ya ligi ilete habari kwamba bwana, kutokana na kanuni hizi hichi kitu ndio maana tukabidi tusimamishe, kwa sababu nakumbuka majira ya saa 3 na dakika kadhaa bodi ya ligi ilisema toa taarifa kwamba mchezo upo, hata watu wakakata tiketi. Na hata kama Simba ilitoa taarifa usiku ule saa 7, mimi nilisoma taarifa ile ya Simba kwamba imezuia haitokuja kucheza huo mchezo, lakini bodi ya ligi inasema mchezo upo. Saa 6 na bodi ya ligi inasema mchezo hautokuepo. Tayari watu muda wote washakata tiketi. Hapa inabidi waangalie bodi ya ligi. Angalia cost waliopata watu. Kuna mtu ametoka Mbeya. Ukisema kwamba haya mchezo unaokuja kama mchezo ulioisha, kuna watu wametoka Uingereza, mchezo wa 2021 22. Yeah, ule mchezo bodi ya ligi na watu wengine walisema watu waingie free. Wengine waliingia free, wengine walipunguziwa bei. Sasa angalia jinsi ilivyokuwa. Ukisema huu mchezo unaokuja bodi ya ligi itagharamia, sawa, tiketi zingie free. Kuna mtu alitoka Mbeya. Huyo ametoka Mbeya, achana tiketi alikata aidha shilingi 10,000. Lakini kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam ni si chini ya shilingi 50,000 na